Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kwa faida wale wote ambao tufuatilia kupitia channel ya Jukumaza Online TV, endelea kufuatilia sababu tuna vipindi kadhaa ndani ya channel yetu. Tukiwa leo Jumuiya ya Kuimarisha Maadili na Malezi Bora Zanzibar imeandaa sherehe maalumu hizi za kusherekea mwaka mpya wa Kiislamu katika uwanja huu wa Bondeni katika eneo hili la Shehia Nyerere. Endelea kutufuatilia katika sherehe hizi mwanzo hadi mwisho. Utashuhudia mengi. Wanafunzi watashindana michezo mbalimbali hapa katika uwanja huu wa Bondeni uliopo ndani ya Shehia ya Nyerere. Ungana nami mwanzo hadi mwisho wa sherehe hizi. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar bi rahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad nabiyil ummi wa ala alihi wa sallam. Alhamdulillah. Sasa ni ukaribishaji wa wageni. Tunakaribisha wale wote ambao wamehudhuria katika shughuli yetu hii, majirani pamoja na walimu, wanafunzi mbalimbali wa vyuo mbalimbali. Tunakaribisheni katika eneo letu hili kwa ajili ya kushirikiana maadhimisho juu ya shughuli hii ya kusherehekea mwaka mpya wa Kiislamu mwaka 1448 al-Hijria, baada ya kumalizika mwaka 1447 al-Hijria. Baada ya ukaribisho huo, tunatakiwa kufahamu kwamba katika shughuli yetu hii itarekodiwa na kitengo cha habari cha Jumuiya Kuimarisha Maadili na Malezi Bora Zanzibar, na baada ya zoezi zima lote hili kumalizika, taarifa hii ama shughuli nzima tunategemea utakwenda kuitazama nyumbani katika channel ya Jukumaza Online TV, baada ya wataalamu wetu hao kuweza kutuwekea katika channel hiyo ya Jukumaza Online TV. Baada ya hapo ni maelezo ya MC. Shughuli yetu ina michezo takriban 4 kwa upande wa wanaume na michezo 4 kwa upande wa wanawake, na tutakuwa na shairi litakalosomwa na wanafunzi wa kike. Tutakuwa na mchezo wa karati ambao utafanywa kwa upande wa wanaume, na mwenyekiti hata anaweza kuniambia rasmi, na tunategemea tutakuwa na watu wa sarakasi kama itakuwa wapo ushafika, basi ataweza kunipa taarifa. Lakini pia shughuli yetu itakuwa na zawadi kwa mwanafunzi wa madrasa yoyote aliyohudhuria hapa, hata kama si mwanafunzi wa madrasa, hata mwalimu, hata kiongozi wa madrasa. Tutakuwa tunauliza maswali baada ya mchezo kumalizika. Kuna maswali kwa upande wa wanaume na kuna maswali kwa upande wa wanawake baada ya mchezo wao kumalizika. Jibu litakalopatikana, mwanafunzi akijibu au kiongozi akijibu, atazawadiwa shilingi 1000. Haya, kabla kuanza shughuli yetu ama kuanza huo mchezo, tutahesabu kuanzia 1 mpaka 3. Tukifika 3 unanyanyua yai lako unalibambua, ukimaliza unaliweka pembeni, unachukua lingine na unalibambua. Naomba mshughulika wa kule ahakikishe vizuri. Alafu mwanafunzi akitokezea mshindi wa kwanza, naomba takbiri ziwe kubwa na mambo mengine ya sherehe ya kufurahikia ziwe kubwa. Baada ya hapo niseme 1, 2, 3. Hapo kama hujala yai bwana, hujue kumenya yai shida. Sasa dondosha sasa. Bwana, tuangalizie mshindi kule, alafu tuna jina lake na madrasa yake tujue. Sasa eneo lako bwana. Lile eneo lako. Takbiri! Allahu akbar. Ni madrasa gani yule? Takbir! Shindi wa kwanza madrasa ya ikhwani wanaongoza. Shindi wa kwanza ikhwani shindi wa pili nani? Mbona sijafahamu pale?
pale sijapafahamu. Mmepata mshindi wa kwanza ikhwani. Wewe ndio pili. Tauhidi B. Wanafunzi kutoka Tauhidi B ndio wamechukua nafasi ya pili. Mshindi wa tatu. Naitwa Yusuf Musa Hamisi. Adhiya Islamia. Adhiya Islamia. Inshallah. Mshindi wa kwanza ameibuka Almadrasa Ikhwani. Takbir! Allah. Takbir! Jamilun. Jidda. Mashaallah. Baya inarekodiwa. Almadrasa Ikhwani kapepeshwa bendera ya mshindi wa kwanza mchezo wa menyaji wa mayai. Sasa tunaingia kwenye swali. Swali linajibiwa na wanaume. Swali linasema kama ifuatavyo. Ukijipatia jibu lake unazawadiwa shilingi 1000. Tuko tayari? Tunaomba ukimya basi. Watu wakae chini. Baada ya kuteremshwa Suratul Maida. Baada ya kuteremshwa Suratul Maida, iliteremshwa sura gani? Nyanyua mkono upewe maiki ujibu swali. Na hesabu mpaka 10. Wanaume au sio? Wanaume hao. 1 2 3 4 5. Peupe 1000 hiyo inaenda mfukoni. 6 7 wanaume wanachemka. 8 9 10. Swali limekosa jawabu. 1000 yangu naitia mfukoni. Ni mchezo wa wanawake. Wanafunzi wa kupuliza bofu wanawake hudhurie katika stage. Tunahesabu 1 mpaka 3. 1 2 3. Hilo ndio zoezi. Nguvu zako hapo unapasua. Dogo anasema nitapasuka hapa kweli. Tempo tutizame hapo. Madrasa gani? Patamu. Nani huyo? Kwani bado. Namsubiri mtu wa tatu hapo. Takbir bas. Unajua mshindi wa kwanza yupi, wa pili madrasa gani? Ajieleze mwenyewe jina lako na madrasa yako. Salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Naitwa Mariam Sharifu. Natokea Madrasa Nurul Aqsa. Takbir! Takbir! Nurul Aqsa wapo? Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum salam. Ismi Zadrat Muhammad Makan. Al-Madrasa Tauhid B. Takbir! Assalamu alaykum wa rahmatullahi. Angalia mbele basi. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Takbir jamilun. Jidda. Mashaallah. Haya, naomba wanafunzi warudi kwenye maeneo yao. Wanafunzi wa viti, swali kwa upande wa wanawake. Swali kwa upande wa wanawake. Tuko tayari? Swali kwa upande wa wanawake. Ni chini vijana wa viti, ndio ni chini. Sura Qul huwallahu. Tutajie majina matano ya sura ya Qul huwallahu. Tutajie majina matano ya sura ya Qul huwallahu. 1 2
Kichwa 5. 3, 4, 5. Nimekosa majibu. Takbir. Allahu Akbar. Haya, hapo sasa ukaji wa baadaye utupate majibu ya maswali tunayokosa. Tihani. Haya, zoezi letu la viti, unatakiwa unazunguka kwa spidi bila kutegea. Itatumika la ilaha illa Allah, la ilaha illa Allah. Ukisikia Allahu Akbar, maana yake uchapie kiti hapo. sasa. Waekee dauri yao bwana, wasikae karibu sana na viti, sigendane sana. La ilaha illa Allah, la ilaha illa Allah, la ilaha illa Allah, la ilaha. Allahu Akbar. Kakosa mmoja, kipo kitupu. Nani huyo katoka? Madrasa gani huyo? Jina lako taja na madrasa. Khalid Yusuf, natokea madrasa Nurul Aqsa. Nurul Aqsa amekaa pembeni. Haya, asante. Ondosha kiti kimoja. Nurul Aqsa kazidiwa bwana. Nurul Aqsa sasa hivi kapigwa. Haya, wamebakia watu 5. La ilaha illa Allah, la ilaha illa Allah, la ilaha illa Allah, la ilaha illa Allah. Allahu Akbar. Anakosa. Nani huyo? Katoka. Madrasa gani? Madrasa Tauhid B. Tauhid B. Kaacha mchezo, yuko nje ya mchezo. Tuondoshie kiti chetu bwana, alafu swali bingwa linakuja la wanaume. Tumebakisha watu 4. Ikhwani yupo hapo? Aya bwana. La ilaha illa Allah, la ilaha illa Allah, la ilaha illa Allah, la ilaha. Allahu Akbar. Anakosa. Nani huyo? Aya, maiki mbona ina sauti? Abdul Nasir. Madrasa Tul Ardhiya. Ardhiya, ukakaa pembeni. Mtume wamebakisha 3. Wamebakisha 3. Si madrasa gani hizo, lakini tutazijua. Tumebakisha 3. Naam. La ilaha illa Allah, la ilaha illa Allah, la ilaha illa Allah, la ilaha. Allahu Akbar. Nani katoka? Yunus Rashid Ali Chand. La ilaha illa Allah. La ilaha, yanatutia aibu. La ilaha illa Allah bwana kubwa, unapigwa kweli. Mwenyekiti yupo. Kama kisha ikhwani na nani? Ikhwani mupo? Hidayatul Islamia. Na Hidayatul Islamia. Hapo sasa. Tuondoshe kistuli chetu bwana. Ikhwani mupo? Mtamshinda huyo? Mtamshinda tu. Aya bwana. La ilaha illa Allah, la ilaha illa Allah, la ilaha illa Allah. Wallah. Unatakiwa mpaka usikie Allahu Akbar unaochapia. Mbona hofu bwana ikhwani? Usitegee, uzunguke kwa spidi tu. Aya. La ilaha, usikamate. kiti. La ilaha illa Allah, la ilaha illa Allah, la ilaha illa Allah. Allahu Akbar. Hayo mtu pana papatu pale. Nani huyo? Draw. Niliona mimi ikhwana alikaa mwanzo. Basi itarejea tena. Tunarejea. Pagumu hapo. Haya bwana. Haya. La ilaha illa Allah, la ilaha illa Allah, la ilaha illa Allah. Allahu Akbar. Haya basi, inshallah watu wawili tutaandika ni washindi. Hawataki, wanasema. Hawataki hivyo. Wanasema bwana. Turejea mara ya 3. Ya 3 ya mwisho hiyo. Haya inshallah. Ya mwisho hiyo. Jamani, msikamate kiti, mumtuke pembeni huko, sawa? Haya. Na tukiona hiyo ngumu itabidi aya twende bwana. La ilaha illa Allah, la ilaha illa Allah, la ilaha illa Allah. Akbar. Ikhwani kapigwa leo Mtume. Madrasa gani wewe? Taja jina lako. Faruk Juma Salum, Hidayatul Islamia. Takbir. Jamilun. Jidda. Mashaallah, Hidayatul Islamia amechukua ushindi wa zoezi la viti. Kohoa kidogo. Jamilun.
jidda, mashallah. Mambo hayo bana. Swali linakuja kwa upande wa wanaume, tutajie aina 3 za hija. Tutajie aina 3 za hija. Mwanamume aliyekuwa tajibu swali anyoshe mkono apoe maiki. Huyu hapa anasema jibu analo. Nyanyuka basi. Aya, mpe maiki hapo. Maiki anayo bwana. Elekea kule ujibu swali letu. Tutajie aina 3 za hija. Moja. Aina za hija ni ifrad, kirat na tamattu. Takbir. Hesabu 1 mpaka 3, unakaa kwenye mbuzi yako vizuri. Hakikisha umekaa vizuri. 1, 2, 3. Kaa kwanza vizuri sana. Usikamate nazi, usikamate chochote, weka tu. Tayari Haya, nahesabu tena mpaka 3, unaanza kuvuta nazi yako na kukuna. 1, 2, 3. Patamu hapo. Anasema sasa kazi kweli kweli. Sijui hapo nani. Sijui nani. Nilikuwa nataka tuweke na kuchujia hapo, lakini wamesema itakuwa kazi. Haya, tunatafuta mshindi wa kwanza. Speed kali. Speed kweli kweli. كمن واكثر لو قلت وصفنا وكفينا يا رايحين على مسلمين. Hapo kama umekimbia jikoni bwana, ndio shida inaanza hapo. Nani tutampata mshindi? Nani wa kwanza? Tawi. Mmoja mbuzi yake imekatika kile. Mtume. Hakuna mbuzi hapa. Haya, kavunja mbuzi. Lakini watu waendelee. Hakuna mbuzi ya Hakiba hapo. Haya. Bwana, tunawapa sadaka au bwana mshindi. Mshindi hapo ananyanyuka na sadaka. Sijui nani huyo. Anasema kama kuna mbuzi ya karibu azimu haraka. Anasema nishapigwa, mbuzi yangu imekatika. Nilikuwa nimejipanga vyema hapa, lakini mbuzi imekatika. Majirani, kama kuna mbuzi ya haraka majirani, msaada huo kabla wenyewe hawajamaliza pale. Kama kuna mbuzi hapa jirani, atuazimie amalize pambano lake pale. Ukhti kasema mbuzi yake imekatika cha kukunia kile. Haya, pambano. Huyu mbuzi bwana kaikata, anahitaji mbuzi, anasema hayu yafanyeje? Takwando kashindwa kama hajapata mbuzi. Watu mbona wamechoka? Tunamtafuta mshindi, lakini naamini ikhwani hapo ananyanyua ushindi hapo. Sijui miaka 13 wao. Raha. Tunasherehekea mwaka mpya wa Kiislamu, mwaka 1448 Al-Hijria. Vitu vizuri vinaanguka uwanjani. Kiwa hujahudhuria umepitwa bwana. Hiyo ndio jukumaza. Juku. Takbir. Anasema sambamba, sijui nani mshindi pale. Ndio wa mwanzo. Tunamtafuta wa mwanzo. Mimi kwa mawazo yangu ya kibaifu nahisi wa Tauhidi B, kwa sababu yeye haija katika sana. Iya huyu wa pili ni katika sana. Tauhidi B, takbir. Na mshindi wa 3 huyu jina lake. Ikhwani, ndio maana kaniangusha.
Hidayatul Islamia. Hidayatul Islamia jamilun. Dajida mashaallah. Kuna wazawadia hao. Haya. Kila anayepata mshindi tunamzawadia hapa. Nadhani kwa vile watatu tumeshawapata, ndio. Hao wengine watakuwa ni washiriki. Swali hili hapa. Nguzo za swala zimegawika makundi mawili. Yataje hayo? Nguzo za swala zimegawika makundi mawili. Yataje hayo? Swali la wanawake. 1, 2. Yule pale yule apewe maiki ajibu. Haya. Tumefika mali 2. Mpe maiki ajibu. Yataje hayo? Nguzo za swala zimegawika makundi mawili. Yataje hayo? Swala ya sunna na swala ya faradhi. Amekosa. 3. Maiki ile kule, nyosha mkono poe maiki. Haya. 3. Huyo hapo anasema jibu analo. Atupe jibu. Nguzo za swala zimegawika makundi mawili. Yataje hayo? Kundi la kwanza ni la vitendo, la pili ni la kusema. Amepata. Takbir. Takbir. Apewe 1000 yake. Haya. Matendo ya swala kwenye nguzo kuna ya maneno na ya vitendo, wanasema kaulia wa fiilia. Mbona tumuone huyo kiongozi alojibu swali akachukua 1000 yake hapa? Zoezi linalofuata sasa ni ujazaji wa maji ndani ya chupa kwa kutumia sponji. Muhammad Shaban, Nurul Munawwar. Takbir. Nurul Munawwar, rizadi yako. Amejinyakulia 1000. Hesabu kuanzia 1 mpaka 3. Unafungua chupa yako, unamimina maji ndani ya ndoo, alafu unaturejeshea kwa kutumia sponji. Meleka 1, 2, 3. Patamo hapo. Hapo patamo. Chupa eka nje ya ndoo vizuri tukuone umefikia wapi, ameingia ama haingii. Allahu akbar. Tunamtafuta mshindi wa kwanza. La ilaha illa Allah. Islamuna jaa liyabqa salam. Tunamtafuta mshindi wa kwanza pale madrasa 9 zile. Useka nyuma chupa, weka pembeni tuione. Baina al-anam linahya jami'an fi dhilli al-wi'am, linahya jami'an fi dhilli al-wi'am. Hapo tumie nyuma form 6 hapo. Allahu akbar, Allah, Allahu akbar, la ilaha illa Allah. Hiyo ndio hukumazi. وخير الصحاب نرقى جميعا أعلى السحاب نرقى جميعا أعلى السحاب ونزرع الحق في كل nani huyo? Sasa kuna madrasa yako. Uzair Habibu Omar, Al-Madrasa Ikhwan A. Takbir! Ikhwan A, mupo! Tunamtafuta mshindi wa pili. Mshindi wa pili tunamtafuta. Tunamtafuta mshindi wa pili na watatu. Ikhwan A kanyanyosha bendera kwa upande wa ushindi wa kwanza.
bado mshindi wa pili na watatu. Takbir. Nani huyo? Watatu ni huyo hapo. Mbele jina lako na madrasa yako. Naitwa Saleh Amir Haji, Al-Madrasatul Adhiya. Adhiya wapo. Wapo. Asante. Huyo Ndio Mzee Abbas, Madrasa Tawhid B. Tawhid B mupo. Takbir. Zoezi limemalizika. Jana tumeshi hapo. Tumepata mshindi wa kwanza, pili na watatu. Taja jina halisi. Taja jina halisi la sahaba aliyehifadhi hadithi nyingi kuliko wote. Taja jina halisi la sahaba aliyehifadhi hadithi nyingi kuliko wote. Huyo hapa anasema nyanyuka, nyanyuka. Sahaba aliyehifadhi hadithi nyingi ni sahaba Abubakar. Amekosa mmoja. Mwingine huyo hapa. Chukua maiki mpelekee pale. Sahaba aliyehifadhi hadithi nyingi Imam Shafii. Amelikosa. Tatu. Tupo katika tatu. Swali la wanaume hilo. Huyu hapa anasema tatu. Tumefika kwenye tatu. Sahaba aliyehifadhi hadithi zote Imamu Ismail. Amekosa. Tupo kwenye nne. Tupo kwenye nne. Yule kule wa mwisho. Tunamalizia. Yule kule. Tajie sahaba aliyehifadhi hadithi nyingi, jina lake halisi anaitwaje? Lete jawabu. Sahaba aliyehifadhi hadithi nyingi ni sahaba Ibrahim. Amekosa. Swali limeshindikana. Huyo hapa anasema wa mwisho huyo. Haya, tupe jibu. 1000 natia mfukoni mimi. Haya, sema basi, tutaka tuanze zoezi kule. Swali. Sahaba aliyehifadhi hadithi nyingi Ifrani. Amekosa. Imetosha. Tuendelee na zoezi letu kule. 48 mwaka 1448. Haya, tuhesabu 1, 2, 3. Tuseme mwaka 1448. Wanafunzi bwana, msio wadhifu bwana, tunataka shangwe hapa. Turejee tena. Alhijiria kwa pamoja, sauti. Mwaka 1448 Alhijiria. Huo ndio mwaka wetu wa Kiislamu. Tumemaliza 1447. Sasa hivi tuko 1448. Sasa Yusuf, kuna neno kwa nataka kulisema pale. Unasema Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mtume sallallahu alaihi wasallam umeanza kuhesabiwa mwaka baada ya kuhama Maka kuelekea Madinatul Munawwara, na mpaka sasa tunatimiza miaka hiyo 1448 Alhijiria. Katika huu mwezi wa Muharram ambao ni mfunguo 4. Kwa hiyo pia tunataka tuelewe kwamba huu mfunguo 4 ambao ndio umeingia mwaka mpya wa Kiislamu ndio mwezi katika ile miezi 4 mitukufu iliyotajwa kwenye Qur'an. Minha arba'atun hurum. Katika hiyo miezi 12 Mwenyezi Mungu anasema kwenye Qur'an Subhanahu wa Ta'ala kwamba kuna miezi 4 mitukufu. Mmoja ndio huu ambao tuko nao ambao unaitwa Muharram. Kwa mwezi huu wa Muharram ni katika miezi mitukufu ile 4 ambapo Mtume sallallahu alaihi wasallam amesema hiyo miezi 4 mitukufu, mitatu imefuatana, mmoja umejitenga peke yake ambao ni mwezi wa Rajab. Na hii mitatu iliyofuatana ndio mfunguo pili ambao unaitwa Dhulqaida, mfunguo 3 Dhulhijja, na huu mfunguo 4 unaitwa Muharram. Kwa hiyo tusisahau kwamba huu mwezi tulionao nao ni mwezi mtukufu, na kawaida ya miezi mitukufu ukifanya amali ya kheri thawabu zake zinakuwa nyingi, na ukifanya dhambi vile vile dhambi zake zinakuwa nyingi zaidi. Kwa hiyo tunatakiwa tujitahidi katika mwezi huu wa Muharram, tusijisahau katika kufanya madhambi.
tujitahidi sana tufanye kheri, tuache madhambi. Lakini kuna jambo jingine kubwa zaidi. Katika hii mfungo 4 huu kuna siku moja inaitwa Yaumu Ashura. Yaumu Ashura ni mwezi 10 mfungo 4 huu. Kwa hiyo ikifika siku ya 10, hiyo siku utukufu wake ni mkubwa zaidi. Kwa hiyo tunatakiwa tujitahidini siku hiyo kukithirisha mambo ya kheri, ikiwemo kufunga, kwa sababu Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alifunga hiyo siku na akaamrisha maswahaba na wafunge. Kwa sababu gani? Alipohamia pale alikuta wale watu wa Mayahudi wale wanaifunga hiyo siku pale Madina pale. Alipouliza ndo akamwambia hii ndo siku ambayo Firauni aliangamizwa na Nabii Musa alayhi salamu akaokolewa. Kwa hiyo wanaitukuza kwa kuifunga ile siku. Kwa hiyo Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema sisi ni bora zaidi kwa Nabii Musa kuliko nyinyi Mayahudi. Kwa hiyo hii siku ya 10 mfungo 4 ni sunna kufunga. Tujitahidini, tuangalie leo tushafikia siku kadhaa zinakwenda. Ikifika siku ya 10 ndo mwezi 10 aitwa Ashurai, ni muhimu kufunga. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam alipoulizwa na maswahaba kwa nini tufunge mwezi 10 wakati Mayahudi umetuambia tusifanane nao, akajibu kwamba mwezi 10 kwamba ukifika mwakani tutaanza kufunga mwezi 9 ili tuepukane kufanana na wale Mayahudi. Kwa hiyo ni sunna ikifika Yaumu Ashura mwezi 10 ukaanza kufunga mwezi 9 kwanza ukaunganisha na mwezi 10 ili ukutofautiana na wale Mayahudi. Kwa hiyo hilo jambo tulizingatie. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha. Allahu Akbar. Nani kakosa? Nani katoka nje ya mchezo? Madrasa gani huyo? Tunasema wote wamepata, haiwezekani. Tunaomba turejee tena. Tunarejea. Narejea tena. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Allahu Akbar. Nani kakosa? Yupi huyo? Usikale nusu. Haya, jina lako na madrasa yako. Naitwa Sabra Malim Nurul Aqsa. Nurul Aqsa kaka pembeni. Nurul Aqsa tayari ametoka. Tuondoshie kiti chetu bwana. Zimebakia madrasa 8. Haya. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Allahu Akbar. Nani mwingine kaka pembeni? Huyo hapo ndo ananing'inia huyo. Huyo hapo. Madrasa gani hiyo? Haya, taja jina lako na madrasa. Naitwa Farhia Ahmedi Nasr, Al-Madrasatul Ihwani A. Aya, pitia hiyo swali kaka pembeni. Alikeni. Nam. La illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha. Allahu Akbar. Kaanguka kitu peke yake yupo. Nani huyo? Jina lako? Saumu Yusuf Muhammad, Al-Madrasatul Huda Ar-Rahman kaka pembeni. Alikeni. Anasema pambano limenishinda, amezidiwa bwana. Haya, zimebakizo hapo madrasa 6. Tunamtafuta mshindi wa kwanza, pili na watatu. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Akbar. Nani huyo? Huyo anasema hapa umekosa bwana. Pembeni. Tawhidi A anasema nimekaa pembeni na mwacha Tawhidi B apambane. Mimi nimezidiwa bwana. Tawhidi B anasema muokoe. Haya, tunakwenda. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Allahu Akbar. Mama aya. Kaka pembeni. Hadi pale Ahmad Al-Madrasatul Nur.
Nuru Munawari kacha pambano. Inuka. Anasema mimi nakaa pembeni. Tumebakisha madrasa 4. Madrasa 4. Kimo kimoja. Haya. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha Allahu akbar. Hiyo bado hiyo. Bado tunarejea. Sitegee. Kama alafu usiguse stuli. Usiguse kwa mkono. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Tawribi sijui nani. Sabra Salum Hidayah. Hidayah bye bye. Nasema tumekupiga Hidayah bwana. Tumebakisha watatu. Sijui nani wa kwanza wa pili wa tatu hapo. Haya. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha. Anatumia technique hiyo. Sijui nani huyo. Siguse kila wewe huyo. Alafu sikamate unakaa. Aya, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah akbar. Tiwani sijui nani. Kwa majina anaitwa Maina Abbas Muhammad Al-Madrasatul Anbiya. Mwalimu wake yupo anasema mtume katukozea watatu, lakini itakuwa ni watatu hiyo. Tumebakisha wawili. Madrasa 2 wanachuana. Sijui hapo. Aya, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah akbar. Kwa jina naitwa Riziki Rajab. Nasoma Madrasatul La Ilaha Illallah. Takbir, la ilaha illallah tuangusha. Wae mpena huyo. Huyo atakuwa ndo wa mwanzo, yule wa pili, yule wa tatu. Hatutamjua wa mwanzo madrasa gani? Hamtamjua, msifanye haraka. Kwanza kunja nguvu. Kunja ngumi. Shangwe kubwa tunataka. Kohoa kidogo. Jamilun. Jita. Mashallah. Naitwa Maya Salis Shaban. Natokea Madrasa Tauhidi B. Takbir. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kambeba tauhidi bwana. Sema sisi hatuzidii. Kwani tauhidi B iko wapi vile? Nasema ambayo iko fuoni. Fuoni uandani kabisa. Mashaallah. Basi kajipanga. Asante. Raha. Sasa swali linakuja. Wanawake mko tayari? Mko tayari? Swali linasema kama ifuatavyo. Bibi Aisha binti Abu Bakar. Bibi Aisha binti Abu Bakar amehifadhi hadithi ngapi? Bibi Aisha binti Abu Bakar amehifadhi hadithi ngapi? Wanawake, yule kule anasema yeye jibu analo. Nyosha mkono bwana. 1 2. Sasa yule kule ananyosha mkono. Mwanamke au? Mwanamke. Bibi Aisha amehifadhi hadithi ngapi? 2000. Amekosa 3. Huyo hapo 3. Bibi Aisha amehifadhi hadithi 200. Amekosa 4. Bibi Aisha amehifadhi juzuu 5. sio juzuu, hadithi. Amekosa. Swali limeshindikana hilo. Moja yangu natia watu wa shairi waje mbele. Watu wa shairi, mbona mmekaa mmeganda? Njoni kwenye stage. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Sisi na wanafunzi kutoka Al-Madrasa Ikhwan A tumesimama hapa mbele yenu kwa ajili ya kusomeeni shairi. Mwaka wa Kiislamu Muharram ni mfunguo 4, ndipo unapoanzia. Mwaka wa Kiislamu Muharram
utukufu wa hekima, mengine hatotokea. Ni yeye Mola Rabbana, Mola tuadhama, tena asifika vyema, sisi sote tunajua. Baada ya kumsifu Mola wetu mtukufu, Mola wetu msharafu, mengine hatotokea. Pia tumsifu vyema mtume wetu karima Muhammadi, kwa heshima sifa tunampatia. Sasa tatoa salamu kwa jamii yote vyema. Assalamu alaikum jamii Waislamu. Lengo tulokusudia sisi nyote mnajua, sherehe yetu pamoja tunataka kushangilia. Enyi nyote waumini musogee uwanjani, sherehe yetu yakini leo tupo furahani. Mwaka mpya umetimu, mfungo adhimu, mwaka wa Kiislamu Muharram unaanzia. Ni mwaka wa hijiria na sio miladia. Islamu kwa pamoja, sherehe kushereka. Sisi tunafurahia chereko chereko pia, tena bila ya udhia, maisha kuendelea. Asili ya mwaka huu ni mwaka wa hijiria, masahaba watukufu ndio alianzia. Baada tukio adhimu la Mtume Hashimia alipotoka Maka kuelekea Madina, ni miezi 12 yenye maana nzuri, sio kama Januari. Sikizeni Muharram, Safar, Rabiul Awwal, Rabiul Thani fi shahri Islam, Jumada al-Ula, Jumada al-Akhir, Rajab ash-Sha'ban, Ramadan, Ramadan, Ramadan fi Shawwal, Dhul-Qa'da an Dhul-Hijjah fi shahri Islam. Hakuna mengi kusema, tumeshatimiza vyema mwaka wetu wa hekima uliojaa neema. Lililobakia kwetu tusigeni watu, tumcheni Mola wetu na pepo kutarajia. Mwisho kwa Mola karima, dua tunajiombea, atupe nyingi neema na wazazi wetu pia. Kwaherini, kwaherini, kaondoka stejini. Kama tumewakoseni taomba samahani, kama tumewakoseni taomba samahani, kama tumewakoseni taomba samahani. Tunasherehekea kutimia mwaka mpya wa Kiislamu, mwaka 1448 Al-Hijria, mwaka wa Kiislamu Muharram, ni mfunguo 4 ndipo unapoanzia mwaka wa Kiislamu Muharram, sio Januari. Hizo si mila zetu Islamia, sio Januari. Hizo si mila zetu Islamia. Kajina tusomeni njema. Waumini yote mlohudhuria jukumu za hadharani, wao
mwaka mpya kuingia, mwaka wa hijiria, mwaka mpya kuingia, mwaka wa hijiria. Uliyasema ni kweli, sisi tumejionea michezo mbalimbali, sote tumeshuhudia furaha zilizo kweli